Asante. Kwa hivyo fundisho letu la asubuhi ya leo tutaangalia kuhusu vijana na haki kwa imani. Youth and the relations by faith. Hiyo ndio itakuwa fundisho letu, na najua Mungu amani ataweza kutubariki. Na nataka tuanzie na mtu mmoja alianzia akiwa kijana, alikuwa anaitwa Job. Umeisikia Ayubu? Tuko pamoja? Sababu wakati wa kutengeneza tabia ambayo utakuwa nao maisha ya baadaye inaanzia wakati ukiwa kijana. Kitabu cha Ayubu 29, nataka tuanzie verse 1 to verse 6, alafu tutasomewa verse 8 to verse 10 na verse 14. Tutaenda haraka kwa sababu mambo ni mengi. Alafu ule una note masaa, angalia ile masaa nimeanzia, maana hapa nichukue risali moja tu. Sasa ni 6. Sasa ni saa 12 na ngapi? 5:42. Yeah. Kwa hivyo mniangalilie masaa vizuri. Nataka nichukue tu risali moja na najua Mungu atatubariki. Nisomee kitabu cha Ayubu 29 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6. Mtumishi, karibu utusomee Kiswahili. Huu ni Ayubu. Ayubu aliweka misingi ya maisha yake akiwa kijana, na kile kilimsustain haki ya Yesu. Kwa hivyo tunahitaji haki ya Yesu kama vijana itusaidie kutengeneza tabia ambayo shetani hawezi tuondoa na vitu za dunia hii. Ayubu 29 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6. Mstari wa kwanza hadi wa 6. Wa 6. Job 29 verse 1 to verse 6. Soma. Nasema kisha Ayubu akaendelea na midhari yake. Akasema laiti ingekuwa kama ilivyokuwa katika miezi ya kale. Msikize. Endelea. Kama katika siku hizo Mungu aliponilinda. Kama siku hizo ambapo Mungu alinilinda. Hapo taa yake ilipomulika juu yangu kichwani. Wakati Roho wa Mungu alikuwa anamuongoza akiwa kijana. Endeleeni. Nami nilitembea gizani kwa njia ya mwanga wake. Amen. Alitembea gizani kwa mwangaza wa neno la Mungu. Kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukoma. Kizungu inatumia jina in the days of my youth. Umepata hapo? Wale wako na King James. Endelea. Hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu. Kwa hivyo ili kijana uweze kutembea katika mwangaza wa Mungu, lazima siri ya Mungu iwe ndani yako, maana miili yetu inafananishwa na hema. Unaposoma Wakorintho wa pili 5 kuanzia mstari wa kwanza, inasema tunafananishwa sisi na hema. Miili yetu ni kama tabernacle. Kwa hivyo lazima siri ya Mungu iwe ndani yako ili uzidi kuenenda katika njia za Mungu. Endelea mtumishi. Wakati Mwenyezi alipokuwa akali pamoja nami. Ndio. Nao watoto wangu walipo sasa enda 8. Hao vijana. Sasa Ayubu akiwa na haki ya Yesu, vijana wa dunia walikuwa wanamuogopa. Mnajua kuna vijana hapa mkiingia na watu wa dunia mnaingiana tu. Si ni kweli? Endelea. Hao vijana waliniona wakajificha. Vijana wa dunia wanakuona wanajificha. Wanaona huyu mtu misingi ingiani. Nao wazee wakaniondokea. Wazee walikuwa na mheshimu akiwa na haki ya Yesu na kusimama. Hata viongozi wakuu wakanyamaa. Wakuu wakanyamaa wasinene na kuweka mikono yao vinywani mwao. Asante sana. Sasa nini kilifanya maisha ya Ayubu akiwa kijana hao hivyo? Hebu soma verse 14. Job 29 verse 14. Verse 14 inasema alikuwa amejivika haki ya Yesu. 14 inasema nilijivika haki. Anasema alijivika haki. Ikanifunika. Ndio. Adili yangu ilikuwa kama joo na kilema. Amen. Asante sana. Sasa ni haki pia sisi ambao tunahitaji, na Mungu anatupromise hivi. Unaposoma kitabu cha Isaia 54 mstari wa 14 na pia nisomewe 17.
Mungu anasema haki yake itatushikilia. Inasemaje? Isaia 54:14 na mstari wa 17. Yasemaje? 14. Yeah. 15. Anasema utathibitika katika haki. Amen. In the righteousness thou shalt be established. Utakuwa mbali na kuonewa. Utakuwa mbali na kuonewa. Kwa maana hautaogopa. Kwa hivyo mtu akiwa na haki ya Yesu hataogopa. Na mjua haki ya Yesu inatuandaa kwa ajili ya time of trouble. Unanipata vizuri? Ukiwa na haki ya Yesu Kristo utafanya nini? Hautaogopa. Hebu soma verse 17. 17 ya hiyo. Yeah, Isaia 54 verse 17. Nasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Amen. Tunaambia kila silaha itafanyika juu yako ambao uko na haki ya Yesu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumiwa. Amen. Utahukumiwa kuwa mkosa. Amen. Kwa nini? Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Huo ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi. Amen. Na haki yao ni haki ya Yesu mwenyewe. Tuko pamoja? Kwa hiyo tunaambia kila ulimi ambao utasimama kuhukumu utaunyamazisha, kama Ayubu. Si tumeona kisa cha Ayubu? Ayubu akiwa kijana amesema, laiti ningekuwa siku zangu za ujana wangu wakati Mungu alikuwa niongoza na haki yake. Wazee walikuwa wananiondokea kwa njia, yaani wanasimama, vijana wananitoroka wa dunia. Tuko pamoja? Sasa sikia, na tunaambiwa ndiye state ya watu wa Mungu wanafaa wawe hivyo. Na ili uwe hivyo lazima haki ya Yesu itakutenga na vijana mambo ya dunia kama youth. Tusome Psalms 144 verse 11. Haki ya Kristo itakuseparate kutokana na mambo ya dunia. Psalms 144 verse 11, tutafika verse 15. Verse 15 nasema wamebarikiwa wale watu ambao taifa lao ni wa Mungu. Hebu soma. Na hii inaguza, wacha niseme inaguza sekta yote ya kanisa la Mungu, sababu ubiri wanafananishwa na ng'ombe. Zile zinali si kweli? 1 Timothy chapter 5. Sasa hebu sikizeni, tunaambiwa wale watu ambao wako na haki ya Yesu watakuwa na chakula cha kutosha cha roho zao. Mnanipata? Yeah, hebu soma. Uniponye, unitoe katika mkono wa wageni. Vya wageni. Kizungu inatumia jina strange children. Umesikia? Watoto wa kigeni ni wale watu wanaishi maisha kama wale vijana Nehemia alikuwa anafukuza alipokuwa anafanya reformation. Endelea. Vinywa vyao vyasema visivyofaa. Vyasema visivyofaa. Si unaona kuna separation? Kijana ambaye kuna haki ya Yesu lazima atengwe na vijana wa dunia, mambo ya dunia. Endelea. Na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. Amen. Endelea. Wana wetu na wawe kama miche waliokuwa ujanani. Amen. Anasema our sons, vijana wetu wawe kama miche ambayo imekuwa ujana. Endelea. Binti zetu kama nguzo. Mabinti zetu. Kwa hivyo wasichana wetu watakuwa kama wasichana wa dunia wakiwa na haki ya Yesu. Binti zetu wawe kama nguzo za pembeni. Nguzo za pembeni kama zinasimamisha hii chumba cha ibada. Zilizonakishwa kwa kupamba hekalu. Amen. Endelea. Ghala zetu na zijae chakula zenye akiba. Amen. Ghala zetu ni mahali tunatoa chakula cha kiroho. Zijae. Endelea. Zenye akiba za jinsi zote. Za jinsi zote. Kwa hivyo ni kama ni mashauri yako unakula unatosheka. Njia kuelekeza kwa njia za uzima unapata unatosheka. Endelea. Kondoo zetu na wazae 10,000 mashambani. Amen. Kanisa linafaa lizaane. Bwana, tutakapoendelea na hii fundisho kielekea kumalizia, tunaambiwa Mungu anahitaji vijana wametrainiwa vizuri ambao ataweza kupeleka injili kila mahali ya dunia. Muone vile kurudi kwa Yesu kutaharakisha haraka. Hiyo ndiye maana hii si kondoo hawa wa Masai wanazungumziwa wazijae. Tuko pamoja? Endelea. Ng'ombe zetu
na wachukue mizigo. Ng'ombe wanasimamia watumishi wa Injili. Naposoma 1 Timothy, si kweli 5? Ndio. Nasema usifunge ng'ombe akilini shamba lako. Azungumzii ng'ombe wale wa Masai. Endelea. Usiwe na kushambuliwa. Amen, tusiwe na kushambuliwa. Mnajua mnaweza shambuliwa kulingana na tabia zenu. Ezayu. Kwa hivyo kila kijana tuweze kusimama, wacheni tupokea haki ya Yesu kama Ayubu. Maana tumesikia Ayubu alikuwa na haki ya Yesu akiwa kijana. Hata ndiye anakumbuka akiwa mgonjwa. Si ndio tumesikia Job 29. Anasema laiti zingekuwa siku zangu za ujana wangu wakati Mungu alikuwa ananiongoza na roho wake. Si kweli? Endelea. Na hiyo haki ndio ilimsustain. Endelea. Wala kusiwe na kuhamishwa, wala kusiwe na kuhamishwa. Wala kusiwe na kuhamishwa. Wala malalamiko katika njia zetu. Amen. In our street hakuna kulalamika. Si sahi serikali wana blame vijana. Maadili imeharibika. Ukipita njia hii, si kweli? Kusiwe kizungu nasema that akusikue hivyo in our streets. Imagine. Endelea. Heri watu wenye hali hiyo. Anasema blessed are those people who are in that state. Tuko pamoja? Na anamalizia kusema barikiwa wale watu ambao Bwana ndiye Mungu wao. Blessed is the nation whose Lord is God. Sasa nataka tuingie kwa ushuhuda wa Yesu. Nilikuwa napendanga nikianza study yangu naanzia kwanza na Bible. Tunaingia kwa ushuhuda wa Yesu. Nataka nifunguliwe kitabu kinaitwa Education. Karoka tutasaidiana. 258 paragraph 3. Mahali nasema to live thus by the word of God. Kuishi hivyo kulingana na neno la Mungu. Niweke. Inasema hivi. Wacha nisome halafu utatafsiri. Inasema hivi. To live thus by the word of God. Basi kuweza kuishi hivyo kulingana na neno la Mungu means the surrender to him of the whole life. Inamaanisha kuweza kujisalimisha kwake maisha yako yote. Si tumesikia maisha tumeelezewa kwa hiyo mafungu. Tunaambia tuweze kuishi hivyo kama Ayubu. Kama vijana na wasichana ambao wanaelezewa kitabu cha Zaburi 144. Si ni kweli? Kuanzia ukurasa wa 11 hadi 15. Inamaanisha tusalimishe maisha yetu kikamilifu kwa Mungu. Tuko pamoja? Maana justification by faith yes take place kabla hujajisalimisha kikamilifu. Yaani huwezi hesabiwa haki kwa imani kama hujisalimisha kwa Yesu kikamilifu. Hata unaposoma kitabu kinaitwa Faith and Works ukurasa wa 100. Samani wa 99 na pia 100 inasema ya kwamba in order for us all to be justified by faith there must be an entire surrender. Mnashika vizuri? Kina Ayubu alisalimishwa akiwa vijana 100%. Mpaka unaimagine ukiwa mzee unakumbuka experience ukiwa kijana vile roho amekuwa kuongoza. Si ni tamu? Ama si tamu? Ati sasa ile uko mgonjwa uko na shida, unakumbuka vile Mungu amekuwa nawe? Sasa anaendelea kusema hivi nabii, there will be felt a continuous sense of need and dependence. Ya kwamba kutaweza kuwa na hali ya kuhisi ile hali ya kuweza kuhitaji na kutegemea. Mnaona unaposalimisha kwa Mungu utakuwa unaona haja yako kuhitaji kutegemea Mungu. Endelea. Na hitaji drawing out of the heart after God, na ule moyo kuwa unamtafuta ama unamwendea Mungu. Kitu kingine inafuata ni maombi. Wale watu wanapokea haki ya Yesu Kristo watakuwa watu wa maombi. Inasema prayer is a necessity. Maombi ni jambo muhimu. For it is the life of the soul. Maana ni uhai wa moyo. Amen. Maombi ni lazima. Hata Yesu alikuwa mtu wa maombi. Alikuwa anaamka mapema anaenda milimani. Hata nakumbuka fundisho mtumishi alikuwa anatufunza Sabbath kuhusiana na Jesus. Alitawanya wanafunzi baada ya kula ile mikate, yeye akaenda kuomba. Wanafunzi wakapanda kwa mashua wakawa naenda. Si ni kweli? Yesu akakuta ameenda mbali sana. Lakini Yesu alikuwa anawapenda. Tuko pamoja. Wacha kutingiza kiti inafanya. Tuko pamoja darasa. Inasema family prayer. Sasa sikia. Family prayer have their place. Maombi ya familia iko na nafasi yake. Si kuna ile maombi ya familia? Ama unajua kuna watu wanasemanga kwa sababu tushaomba hapa kwa darasa, mimi naenda kulala.
Hapana, hiyo itoshi. Kuna maombi ya familia, kuna maombi ya mtu binafsi, unashika na ya public. Anasema hivi, family prayer have their place. Maombi ya familia iko na nafasi yake, but it is secret communion with God that sustains the life. Lakini ni ule mazungumzo ya siri na Mungu ndio inadumisha maisha yako. Asante sana. Sasa jambo la pili, ili tudumisha haki ya Yesu, haki ya Yesu inaletwa na neno la Mungu. Haki ya Yesu inaletwa na neno la Mungu. Andikeni, the word of God brings his righteousness to us. Nifunguliwe Isaia 55:10 na 11. Na pia waraka wa Yohana wa kwanza 2:14. Sasa the word of God brings his righteousness to us. Msomi utaenda mbio sasa. Isaia 55 mstari wa 10 na wa 11. Maana kama vile mvua ishukavyo, tunaambiwa maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni wala hairudi huko bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, inaizalisha na inaichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, na mtu anayekula chakula. Ndivyo litakavyokuwa neno la Mungu litokalo katika kinywa changu, linalotoka katika kinywa cha Mungu. Halitamrudia Mungu bure, bali litatimiza mapenzi yangu. Amen. Kwa hivyo nimewambia muandike subtopic, the word of God brings his righteousness to us. Inatuletea haki yake. Tuko pamoja? Na ndiye tunaambiwa unaposoma haraka kwa Yohana wa kwanza, hata ni nukuu tu kwa ajili ya muda, sababu sitaki tutoke kama hatujamalizia. Katika haraka kwa Yohana wa kwanza 2:14 inasema, nawaandikia nyinyi kina baba, maana mmemjua Mungu. Huwezi jua Mungu bila neno la Mungu. Kwa hivyo Mungu ametuandikia Biblia kina baba ili tumjue yeye. Si ni kweli? Alafu inaendelea kusema, nawaandikia nyinyi vijana sababu mko na nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Nanyi mmemshinda shetani. Na mnajua tunashinda shetani kwa njia gani? Tunashinda shetani kupitia kushinda dhambi. Hiyo ni Psalms 119. Tuko pamoja? Verse 11. Kama hujashinda dhambi, hujawahi shinda shetani. Hebu nirudie tena. Kama hujawahi shinda dhambi, au hujawahi shinda shetani. Na Yesu anasema kila anayetenda dhambi ni wa shetani. Na mwana wa Mungu alikuja kuharibu kazi za shetani. 1 John chapter 3 verse 8. Si ni kweli? Na neno inasema mwana wa Mungu akituweka huru. John 8 verse 36. Hebu tuendelee hapa. Unaposoma Isaia 61 verse 10, lakini hata nisome verse 11. Tunaambia Mungu, si tumesikia neno la Mungu linaleta haki ya Mungu. Mungu anasema atanyesha haki kama mvua ndani yetu. Kwa hivyo neno la Mungu linatuletea haki ya Mungu. Nisome Isaia 61 verse 11. Verse 11 inasema, maana kama nchi itoavyo machipuko yake, na kama bustani ioteshavyo vitu vilivyopandwa ndani yake, kama vile bustani inaotesha vitu ambavyo vinapandwa ndani yake, ndivyo Amen. Righteousness. Namkata Mungu atanyesha haki kwa mataifa yote. Tutakubali. Na inaleta kupitia neno la Mungu. Tusome fungu lingine. Kitabu cha Yohana 6:63. Yesu anasema mwili hufai kitu. Tuko pamoja? John 6:63 anasema mwili hufai kitu, roho ndiyo itiayo uzima. Maneno nawaambia ni uzima, ni roho na tena ni uzima. Kwa hivyo neno la Mungu linatuletea haki ya nani? Ya Mungu. Nataka nisome nukuu nyingine hapa. Kitabu cha Education 260 paragraph ya kwanza. Sasa sikieni hapa. Tunaambia watu wengi wamekosa, vijana wengi wanakuwa wakurutu, yani corrupt, wapotovu, sababu wengi hatujakubali neno la Mungu litupea haki.
Munashika vizuri? Sasa hebu sikia hii vile inasema brother Karua. It is one thing to treat the Bible as a book of good and moral instruction. Ni jambo moja kuchukulia Biblia kama kitabu ambacho kiko na mashauri mazuri ya kitabia. Si ni kweli? Tunaambia ni jambo moja kuchukulia Biblia kama kitabu cha kuelekeza katika hali ya tabia. Anaendelea kusema hivi nabii, to be heeded so far as is consistent with the spirit in the world. Kuzingatiwa na kuambatana na ile roho katika nyakati ambazo na nyadhifa ambao tuko katika dunia. Tuko pamoja, hiyo ni kazi moja. Hebu tuende sehemu ya pili ili uangalie umesimama wapi. Si ni sawa? Uangalie umesimama wapi. Anasema hivi, nabii anaendelea kusema hivi, it is another thing to regard it as it really is. Na tena ni jambo lingine kuchukulia Biblia jinsi lilivyo. Kwa hivyo kuna watu wanachukulia Biblia ni kitabu kizuri cha kuelekeza kitabia, lakini hiyo itoe kulingana na roho ya dunia. Si ni kweli? Lakini tunaambia ni jambo lingine kuchukulia Biblia vile ilivyo. Wengi wetu hatuchukulii Biblia vile ilivyo. Vijana wengi, hata wazee wengi hatujaichukulia Biblia vile ilivyo. Si ni kweli? Nabii anaendelea kusema hivi. Anasema word that is, anasema hivi, the word of the living God, kuchukulia kwamba hili ni neno la Mungu aliye hai. The word that is our life, neno ambalo ni uzima wetu. The word that is to mold our actions, neno ambalo astahili litengeneze matendo yetu. Unasikia kuchukulia Biblia vile ilivyo? Mnanipata? Wengi hatujaichukulia Biblia vile ilivyo. Wengi tunachukulia ni kitabu kizuri cha kuelekeza tabia kama dunia, si ndio? Lakini tunaambiwa sisi wengi hawachukulii Biblia vile ilivyo. Inafaa iwe kitabu ambacho kitatengeneza tabia zetu, maisha yetu. Kwanza ni maisha yetu. Biblia ndiyo maisha yetu. Anaendelea kusema hivi nabii, our words, tumesikia neno ni itamold our actions, our words, maneno yetu, our thoughts, na mawazo yetu. Sasa sikia, to hold God's word as anything less than this is to reject it. Na kuchukulia neno la Mungu. Amen. Watu wengi tumekataa Biblia. Hali yote imepungua, hii ni kuikataa. Na mnajua hivyo ndio Wayahudi walikuwa. Wayahudi walikuwa nasoma Bible kila Sabato, na najua inafurahi hata kwetu. Hebu nisomee Matendo ya Mitume 13 mstari 26 na 27. Tuko pamoja? Wayahudi walikuwa hivyo. Tunaweza kuwa na hiyo kama Wayahudi. Hiyo tunamkataa Yesu. Inasemaje? Kwa hiyo tunaambia tusipochukulia Biblia kwamba ndio inafaa imold maneno yetu, tabia zetu, mitindo yetu, iwe maisha yetu, basi tumeikataa. Ni kweli? Soma 13:26. Nasema ndugu zangu, wana wa ukoo wa Ibrahimu, na hao miongoni mwenu mnaomcha Mungu. Kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa. Neno la wokovu limeletwa. Kupelekwa ni kuletwa, ukisoma King James. Endelea. Kwa maana wakahao Yerusalemu. Sasa hapa ndiye kuna ole. Anasema kwa maana wakao Yerusalemu na wakuu wao na viongozi wao, kwa kuwa hawakumjua Yesu wala maneno ya manabii. Imagine, wala maneno ya manabii yanayosomwa kila Sabato. Wanaosoma kila Sabato, si kila Sabato lazima tu study. Waliyatimiza kwa kumhukumu. Imagine, it is a pity. Ni kweli. Unaweza kuwa unatimiza unabii pasipo kujua. Uko na Biblia lakini hujaichukulia vile Biblia ilivyo. Ndiye nabii akasema kama tutachukulia neno la Mungu kwa maisha yetu, imold our action, our words, na mambo kama yale tumeikataa. Rudi kwa hiyo nukuu tuimalizie Karura. Mtumishi yasema hivi, to hold God's word as anything less than this is to reject it.
kuchukulia neno la Mungu katika hali yote ambayo imepungua hivi, basi ni kuikataa. Sasa sikia, na hii ndio inafanya vijana waharibike tabia. Hebu sikia, anasema and this rejection by those who profess to believe it, na huku kuikataa kwa wale ambao wanakiri kwamba wanaifuata, wanaiamini, is foremost among the causes of skepticism and infidelity in the youth. Inasababisha ile hali ya ni kweli kutokumwamini Mungu na pia uchafu katika vijana. Infidelity. Unaona kijana si mwaminifu, akiongea na msichana wanavunja sheria ya ndoa kabla hajashikanishwa, vile tulikuwa tunafunzwa hapa, si ndio? Yes. Inakuwa hawawezi, si ni kweli? Si mnaona kuna hatari? Kwa hivyo neno la Mungu linaleta haki yake ndani yetu, na hebu andikeni mafungu, lakini kuna wale tutasoma, ni time inatusukuma. Romans chapter 2 verse 18. Hii ni andiko linatukemea kila mmoja wetu. Inasema wewe ambao unajiita Myahudi, mwalimu wa tutoto. Hebu nisomee. Soma mtumishi kwa haraka. Warumi 2 kuanzia 18 hadi 24. Kwa sababu tumeona neno la Mungu linaleta haki ya nani? Ya Yesu ndani yetu. Soma mtumishi. 8 mpaka 20. Na inasema na kuyajua mapenzi yake. Umeanzia verse 18. Verse 18. Na kuyakubali mambo yaliyo bora. Nawe umeelimishwa katika Torati. Na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe kiongozi wa vipofu, mwanga wao walio gizani. Asante. Sasa kwa sababu ya muda, hebu soma 23. 23 nasema wewe ujisifuye katika Torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuiasi Torati. Wamvunjia Mungu heshima kuiasi Torati. Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa. Exactly. Si ni kweli? Kwa hiyo tumesikia ule ukafiri unaona kwa vijana unachangiwa na sisi tunadai tunaamini Biblia. Sababu hatutachukua neno imoda wa character our words. Si ni kweli? Si ni kweli? Na kwa njia hiyo tumeikataa hiyo Biblia. Ndiposa nikasema ya kwamba neno la Mungu linaleta haki ya Kristo ndani yetu. Usiwahi toka kinyume cha neno la Mungu. Ukisikia mtu ako na haki ya Yesu, ameletewa haki ambayo inamshikilia, ni haki ya neno la Mungu na msustain. Na hakuna haki nyingine isipokuwa hivyo. Tuko pamoja watu wa Mungu. Tuende kwa fungu lingine. Deuteronomy chapter 30 verse 11 to verse 14. Neno la Mungu natuletea haki ya Yesu. Inasema usiulize nani atapanda mbinguni ama nani ataenda chini ya maji akuletee neno hili. Anasema neno liko karibu na wewe. Si ni kweli? Andikeni hiyo. Deuteronomy 30 verse 11 to 14 na pia Romans 10 verse 6 to verse 8. Unanipata? Musa alihubiri hiyo haki ya Yesu. Hebu nisomee Romans 10 msomi verse 6. Romans 10 verse 6. Lakini sasa Paul anakuwa Moses. Moses akihubiri haki ya Yesu inaletwa na neno. Inasemaje? Warumi 10 mstari wa 6 inasema, ufiki wa 8. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi. Amen. Haki ipatikanayo kwa nini? Yanena hivi. Usiseme moyoni mwako. Usiseme moyoni mwako. Ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? Ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? Yaani ni kumleta Kristo chini. Amen. Sasa nirudie tena. Kitabu cha Isaia 55 verse 10 kilituambia aje? Kama vile mvua inashuka mbinguni na uwe irudi, bali nampatia yule mtu anapanda mbegu, mtu anayekula chakula, hivyo ndivyo itakuwa neno la Mungu, alitarudi Mungu bure, bali tatimiza mapenzi ya Mungu. Na tukaona mapenzi ya Mungu ni kutupatia haki. Hiyo tumesoma Isaia 61 verse 11. Ikasema kama vile unapandanga matunda yanachipuka vizuri na kula, Mungu anasema atafanya haki yake ishuke kwa mataifa yote, na hiyo haki inaletwa na neno. You cannot be righteous without the word. The word, neno ndiyo inakuletea haki na neno ndiyo itakusustain. Unanipata?
Ndiposa maandiko inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Romans chapter 1 verse 17 inasema as it is written the just shall live by faith. Faith ni kutegemea neno la Mungu likupatie hiyo haki. Na ni kusema itamold your character, your words, your thoughts, your purposes kabisa. Neno la Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Ndiposa Musa kabla hajakufa, maana Musa alikufa kwa mlima wa Nebo. Kabla hajakufa anaambiwa kumbusha Israeli neno lake nitawapatia haki. Anaambiwa kumbusheni watoto wenu. Tufungue kitabu cha Deuteronomy 32 verse 46 na verse 47. Tuko pamoja wapendwa? Neno la Mungu linatuletea haki ya Yesu. Naelekea kumalizia. Hata naweza malizia kabla ya mbele. Inasemaje? 46 inasema, akawaambia yawekeni mioyoni mwenu maneno yote ambayo nashuhudia kwenu hivi leo. Kwa hivyo si tumeona neno la Mungu linaleta nini? Haki. Sasa Mungu anasema yawekeni moyoni mwenu maneno ambayo nawashuhudia leo. Endelea. Nayo waamuruni watoto wenu. Amen. Teach them your children. Wayatunze na kuyafanya maneno yote ya Torati hii. Amen. Wayatunze na kuyafanya maneno yote ya Torati hii. Kwa maana si jambo lisilofaa kwenu. Amen. It is not a useless thing. Unapokea maneno ya Mungu kwa moyo, si useless. Kuna kitu takupatia ndiye maisha yako. Na maisha yako ni ile tabia unaishi. Sababu siku ya mwisho utahukumiwa kulingana na maisha tuliishi. Judgment ya kutakuwa ulikuwa na rangi gani, ulikuwa tajiri aje, ulikuwa maskini aje, kila kitu data in your judgment, it is your life. Hata ukisoma ile chapter investigative judgment, inaambiwa kuna kitu kingine inaangalia isipokuwa matendo. Maneno yako, mawazo yako, malengo yako, hiyo ndio inaangaliwa investigative judgment ambayo ilianzia na wafu mwaka 1844. Na ilianzia na wafu, maana mtu anapokufa rekodi yake inakuanga imefungwa. Na pili, dunia nayo hukumiwa, lazima rekodi zetu ili tuingie kwa kuhukumiwa wale tuko, lazima rekodi zetu zifungwe. Mnanipata? Kwa sababu unajua ukienda hata kotini za dunia kunaendanga hivi. Judgment ni nzuri. Kama umeiba unapeangwa haki ya wizi, haki. Unanielewa? Inakuanga justice. Umeiba unafaa ukaa miaka 5 jela. Wizi yako inademand hiyo. Unanielewa? Tuko pamoja. Katika judgment kile kitaangaliwa ni your life, not your profession. Praise Jesus. Tuko pamoja wapendwa. Tunaangalia vijana na haki ya Yesu Kristo. Na sio vijana tu, tunahusu kila mtu aliye hapa. Sio vijana tu, ni kila mmoja wetu. Kwa hivyo kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32:46 inatuambia wazi ya kwamba maneno ambayo Mungu anatuagiza, tuko pamoja, yawe ndani ya mioyo yetu ili tufundishe watoto wetu, na si mambo bure. Kizungu sisi natumia jina gani? Hebu soma King James hiyo verse 46 kwa haraka. Tunaelekea kumalizia. Maana nimebakisha 3 tu. And he said unto them, set your hearts unto all the words which I testify among you this day. Kwa hivyo tunaambiwa set your hearts to those things which I testify. And he said unto them, set your hearts unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command your children to observe to do. Which you shall command your children to observe to do. All the words of his law. Maneno yote ya sheria hii. Endelea. For it is not a vain thing for you. Amen. Tunaambia sio jambo bure kwenu. Si ni kweli? Si jambo bure, acha nikwambie. Dunia inaweza ona kuwa ni bure. Hao watu wanaharibu wakati wao kushindana mambo ya Jesus,
na sisi tunataka maendeleo. Si kweli? Tunaambia to us it is not a vain thing. Wacha niwaambie kuna kitu kizuri kama kupenda sheria ya Mungu. Neno la Mungu. Unanipata? Kitabu cha Psalms kinasema hivi, kusoma Psalms 112 verse 1 inasema blessed, kwanza inaanzia na praise the Lord. Bwana asifiwe. Si ni kweli? Alafu anasema blessed is the man. Amebarikiwa mtu ambaye anafurahia katika sheria za Mungu. Na verse 6 inasema huyo mtu hata isaulika. Kama leo tunasemanga kina Jonas, Jerome, Martin Luther, lakini wakati wao hawakutambulika hivyo, si ndio? Walikuwa wanajulikana ni vitu mbaya sana. Si kweli? Wenye wake watakumbukwa milele hata mbinguni, majina imenakiliwa vizuri. Si ni kweli? Yeah. Endelea, malizia hilo fungu verse 47 Kiswahili. 47 inasema kwa maana si jambo lisilofaa kwenu. Kwa maana si jambo lisilofaa kwenu. Kwa hivyo si jambo lisilofaa sheria Mungu inapokuwa ndani ya maisha yetu, na ni maisha yetu, tuko pamoja. Ni maisha yenu. Amen. Ati ni maisha nani? Unataka mtu atazame maisha yako. Wacha nikwambie, kutii sheria Mungu it is your life. Unashika? Sisters, it is your life. Wase tuko pamoja. Ni maisha yetu. Anasema ni hiyo ndiyo maisha yetu. Na kwa jambo hili mtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi. Amen. Anaposema you prolong your days, anamaanisha eternal life. Si maisha ya hapa duniani. Sababu unajua hata wazee wanazeeka wenye dhambi. Si ni kweli? Anakuwa kamzee kabisa lakini sina. Tunaambia mwenye dhambi hata kama ataishi miaka 200. Hebu nisome hiyo Ecclesiastes 8 verse 11 to verse 13. Inasema mwenye dhambi hata kama atatenda dhambi mara 100 na azeeke, aende na mkwaju hivi, mambo itakuja kumwendea vizuri siku ile ya mwisho. Unazeeka ukiwa mwenye dhambi. Unajua kuna si ni kweli? Ama ujeiona odd sina? Hapo. Ndiposa kuna mwalimu wa mtumishi James yule anafunza, anasema even a fool can be odd. Si ndio? Unatufunzanga. Sasa unaanza kuomba ushauri kwa mzee fool. Si ndio? Kwa hivyo si kila mzee anaweza kupea mashauri. Ama kama utaelekezwa neno la Mungu, tafuta mtumishi wa Injili. Mzee unajua amesimama kwa Injili, si kweli? Ama inasemaje kwa haraka? Muda wetu unakimbia. 11 inasema kwa sababu hukumu juu ya tendo baya, si ni kweli, haitekelezi upesi. Mioyo ya wanadamu hudhibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Amen. Unaweza kuwa unatenda dhambi unadhania mambo ni mazuri, kwa sababu upatikani na madhara kwa dakika hiyo. Endelea. 12 inasema ijapokuwa mwenye dhambi amefanya maovu mara 100, ametenda dhambi mara 100, akazidisha siku zake, akawa mzee, lakini ndio akawa mzee. Lakini hata hivyo najua hakika ya kwamba wamchao Mungu itawaendea vizuri wale watu wanatii sheria za Mungu, wenye kicho mbele zake. Amen. Malizia 13. Walakini haitakuwa heri kwa muovu, haitakuwa heri kwa muovu, wala hatazidisha siku zake, zilizo kama kivuli, kwa sababu hana kicho mbele za Mungu. Asante. Imebaki ngapi? Imeisha 15. Asante sana. Kwa sababu hana kicho mbele za nani? Za Mungu. Nataka nifunguliwe inukuu Acts of Apostles 4:75 paragraph 2. Si tunatengeneza tabia kuingia mbinguni. Mtumishi wangu alikuwa anafunza noble character, tabia ya kimfalme, tabia ya kiungwana, si kweli? Jana na tukaangalia mambo mawili kuhusu
self control na will. Wacha nikwambie, ukiamua hakunanga kurudi nyuma. Tuko pamoja? Si kweli? Sasa nataka msikie quotations very sweet. Acts 4:75 paragraph 2, Maria anasema in every generation, si tuko kizazi chetu sasa. Sasa tunaambia Daudi alitumikia kizazi chake akalala, yani akafa. Ni kweli? Baada ya kutumikia kizazi cha sisi tuko wa kizazi chetu. Anasema hivi, in every generation, katika kila kizazi, and in every land, na katika kila nchi. Si tuko katika nchi ya Kenya. Tunaambia katika kila kizazi na katika kila nchi. Yasema the true foundation of character building has been the same. Ya kwamba msingi wa hakika wa kujenga tabia umekuwa ni ule msingi Danieli alitumia kutengeneza tabia, ndiye vijana sisi tunahitaji. Hakuna shortcut. Si ni kweli? Has been the same. Anaendelea kusema hivi nabii, principle contained in the word of God. Ni ile misingi ambayo iko katika neno la Mungu. Ile misingi iko ndani ya neno la Mungu ndiyo ya kutengeneza tabia. Ndipo sasa kuwa na time na Biblia, penda Biblia. Hata mkiongea na mtu, take time to Bible. Ukiona mtu hapendi neno, leave him alone. Si ndio? Conversation yenu iwe ni ya mambo ya mbinguni. Nataka kusema hivi, yasema the only safe and sure rule is to do what God says. Njia ambayo ni salama na ya hakika ni kufanya tu kile Mungu anasema. Hiyo tu, ile njia salama. The only safe. Si ni kweli? Na ndio tunapatiwa mafungu ya Biblia. Psalms 19 verse 8 ambayo inasema the statutes of the Lord are right. Kwamba maagizo ya Bwana ni yako sawa. And he that does these things shall never be moved. Afanyaye mambo haya hatawahi tingizika. Hata iondoshwa. Hata ukisoma Daudi anasema hivi, ukisoma Psalms 16 verse 8 anasema nimweka Bwana daima mbele yangu, sitaondoshwa. Si ndio? Ni wangapi hapa tumeweka Bwana mbele yetu hatutaiondoshwa? Asante. Na pia naendelea kusema hivi, it was with the word of God that the apostles made the first theories of the day, saying, ni kupitia neno la Mungu ambao mitume walikumbana na theoria za uongo katika siku zao wakisema, saying, other foundation can no man lay than that is laid. Kuna msingi mwingine mwanadamu anaweza kuweka isipokuwa ule umewekwa tayari. Asante sana. Tuko pamoja. Praise Jesus. Asante. Sasa kuna nukuu nataka tusome hapa ingine. Si tumeona neno la Mungu natuletea kia nani? Ya Kristo. Si ni kweli? Neno la Mungu. Neno la nani? La Mungu. Nataka ni wangapi wameisoma kitabu cha Zakaria 3? Inua mkono juu. Niulize tena. Ni wangapi wameisoma kitabu cha Zakaria 3? Inua mkono, tuache nini? Inaitwaje? Umeisoma Mhubiri? Si inue mkono ama ni mzito? Ni wangapi wamesoma Zakaria 3 chapter 3? Inua mkono. Ndomo hujasoma? Zakaria chapter 3 inaongea kuhusu Joshua na malaika. Si ni kweli na shetani? Si ndio? Mnajua hizo kwanza, hiyo ni pleasant truth. Wacha niwaambie, kila mtu ambaye anajua anakuja kuingia time of trouble anafaa some kitabu cha Zakaria 3 akielewe. Kila mtu. Kama unajiandaa kuingia time of trouble na utakuwa na seal of God, soma hiyo kitabu na ukielewe vizuri. Kinazungumzia haki ya Yesu kindani. Tuko pamoja? Sasa Karoga nifungulie quotations, alafu tamalizia na quotation ya mwisho. Testimonies to Ministers 40 paragraph 1. Ule malaika anatajwa Zakaria 3 ni Yesu. Ati ni nani? Yesu. Kwa hivyo kuna Yesu, kuna shetani
na kuna Yoshua akiwa amevaa mavazi machafu sana. Mavazi machafu sana Yoshua. Na Yoshua anasimamia wenye haki wa siku za mwisho. Shetani anasimama hapa akisema nipe hii niangamize. Hii ni mali yangu. Wacha niwaambie kila mmoja wenu hapa anatafuta na shetani angamize. Mnanipata? Kila mmoja wetu yako hapa. Huyo wewe ni mzee, kijana, shetani anakuinda. Hata wasichana Biblia inasema mnapojirembesha, mnajirembesha bure. Adui zenu anatafuta mioyo yenu yaziangamize, shetani. Yeremia 4:30 si ndio inasema? Inasema unajirembesha bure tu. Adui yako anatafuta akuue, shetani. Kwa hivyo wacha tu take time tuchukue haki ya Yesu. Mnanielewa? Yeah. Sasa inasema hivi. Hii ni kitabu cha Zakaria, mtasoma, ananukuu mafungu pale. Zakaria chapter 3, mkiwa namba mtaanzia verse 1, mfike verse 8. Tuko pamoja? Yeah. Sasa nataka Karua uende hapo chini mahali nasema ya kwamba. Kwa hivyo tuelewane kwanza, hiyo malaika ni Yesu mwenyewe. Si ndio hata inasema pale, then and the angel of the Lord stood by, Jesus the Redeemer. Yesu ndio huyo malaika. Unanielewa? Kwa Biblia ukisoma Yesu anaitwa malaika kwingi, hata Revelation chapter 8 verse 3, Yesu ni malaika. Si ndio? Anafananishwa na malaika, lakini Yesu si malaika. Zakaria 3 anazungumzia Jesus akitetea wenye haki wake wa siku za mwisho. Na wenye haki wake watakuwa tegemei haki yao, watakuwa silent. Unakaa hivi tuwe Bwana wewe fanya vile utanifanyia. Shetani ndio huyo, hakuna kitu na zadai. Siwezi jitetea. Kweli? Si ni kweli? Unaachia Yesu kesi. Na atashindwa? Hawezi shindwa. Yesu hawezi shindwa na kesi. Ameprovide kila kitu ashinde kesi. Na kwa haki. Sasa sikia hapa, enda hapa, Karuka enda. I wish that all who claim to believe the present truth wangeelewa na hii chapter. Soma. Wacha nisome. I wish that all who claim to believe the present truth naliomba kwamba wote wanaodai kuamini ukweli wa sasa. Tuko pamoja. Would think seriously of the wonderful things presented in this chapter. Wangefikiria kwa makini sana mambo ya kipekee ambayo imeelezewa katika sura hii. Kwa hivyo, hebu nirudie tena. Kama unadai unaamini ukweli wakati gani, ufikiria mambo ya ajabu iko ndani ya Zakaria chapter 3. Kindani. Unanielewa? Hiyo kitabu usome tena, uhakikishe umeelewa. Sababu ni kitabu kitamu, kimebeba ukweli wa wakati. Kinabeba kazi ya mwisho ya Yesu ya sanctuary. Final atonement. Zakaria chapter 3. Tuko pamoja? Nabii anaendelea kusema hivi. However weak and compassed with infirmity the people of God may be, haijalishi watu wa Mungu ni wanyonge aje na kuzungukwa na shida. Anaendelea kusema hivi. Those who turn from this royalty to God in this wicked and perverse generation, wale wanaogeuka kutokana na kuwa waaminifu kwa Mungu katika kizazi hiki ambacho ni kiovu na kimepotoka. Kizazi hiki ambao ni kiovu na kimepotoka, and come back to the allegiance, na wakirudi katika ule uaminifu wao. Tuko pamoja. Standing to vindicate the holy law of God, kusimama ili kudhibitisha sheria takatifu ya Mungu. Tuko pamoja. Si mnaona tunarudisha ile misingi vile tulisikia katika Education 260. Si ndio ilituambia? Ilituambia watu wengi wale wanafanya vijana wengi wa makafiri ni wale watu wanadai wanaamini ukweli wakati huu na wanaishi kinyume na hiyo ukweli. Wajachukua Biblia vile ilivyo. Si ndio? They mold their character, their words, their thoughts and their life. Ni kweli. Sasa tunaambia wale watu hapa, anasema ya kwamba nabii anasema angetamani wale watu wanadai wanaamini ukweli wakati huu wafikiria mambo ya ajabu ambayo iko ndani ya kitabu cha Zakaria 3. Kweli? Na anasema
hata kama watu wa Mungu wamekuwa nyonge aje na wamezungukwa na udhaifu, wale ambao wataacha kuwa si waaminifu kwa Mungu, kwa dunia hii ambayo imepotoka, na warudi kwa uaminifu wao, wasimame kutetea sheria ya Mungu, making up the breach made by the man of sin, wakiweza kufunika mwanya uliosababishwa na mtu wa kuasi. Tuko pamoja. Anaendelea kusema hivi, under the direction of Satan, chini ya uongozi wa Shetani, will be accounted the children of God. Basi hao watahesabiwa kuwa ni wana wa Mungu. Tuko pamoja. Wacha niseme hivi, kama unavunja sheria ya Mungu yoyote, unakuanga chini ya nguvu ya upapa. You are still a Catholic. Ni kweli? Si ni kweli mami? Ama kwa sababu watu wa Mungu wanaitwa yake bridge. Hiyo tunapata wapi? Kitabu cha Ezekieli. Hebu nisomee Ezekieli 22:30. Mungu anasema ili mapigo 7 isiangukie dunia, lazima atume watu. Inasemaje? Nisomewe. Hebu sikia, tunaita to make each breach ambayo imefanywa na mtu wa kuasi. Sasa tuko pamoja. Lazima Mungu yake mtu. Sasa Yesu amesimama hapo na anataka atupee haki yake ili tudumishe mapigo 7 isiangukie dunia. Si ni kweli? Hebu soma hiyo fungu na uielewe. 22:30 nasema. Inasema nini? Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma. Kizungu inatumia age. Na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka. Kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Hakuona mtu. Sasa nini inafuata? Mapigo 7. Hebu soma 31. Kwa sababu hiyo